ya mambo matatu. Mke au mume wa kipepo anakuwa na nguvu juu ya mtu kwa sababu ya mambo matatu. Jambo la kwanza ni cheti cha ndoa. Jambo la kwanza ni cheti cha ndoa. Cheti cha ndoa kinapokuwepo, mke au mume wa kipepo anakuwa na nguvu juu yako kiasi kwamba kama hauna maarifa unaweza kaomba, kama cheti bado kipo atarudi tena na tena na tena, utaombewa hatoki. Hilo ni jambo la kwanza. Cheti kinakuwepo kwenye ulimwengu wa roho, anakuwa amekihifadhi, unakuwa ni agano kabisa lipo na unakuwa umesaini ili akuachie mpaka hicho cheti ukiteketeze. Lakini pia jambo la pili, mke au mume wa kipepo anakuwa na nguvu juu ya mtu ni maneno ya ukiri. Ni maneno ya ukiri, kwa sababu kwa kila ndoa watu wanakiri. Ina maana pengine ulikuwa umelala ukaota tu unakiri kwamba hamwezi kuachana mpaka kifo kitakapowatenganisha. Ina maana yale maneno